Na tuko tarehe 21 na mwezi huu ni mwezi wa sita 2025. Majira ni saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 7 majira ya Afrika ya Mashariki. Tutazungumza kuhusiana na mapigano ambayo yako yanaendelea DRC kwa sasa hivi katika mikoa yote mitatu, Kivu ya Kusini, Kivu ya Kaskazini pamoja na Ituri. Kuna watu ambao labda watakuwa na fikiria tu Uvira, Fizi, wapi Kamanyola, Bukavu, lakini wanasahau kwamba DRC ipo katika wakati mgumu ambako tunavamiwa karibia pande zote, na ni jukumu letu pia kuweza kuimarisha mazingira, kusema kwamba pande zote ambazo kuna uvamizi tuweze kujiweka thabiti. Kwa hiyo tutakuwa na wakati mzuri sana ambako Ituri magaidi wa CRP yake Thomas Lubanga wameweza kukungutwa vizuri sana, na hivyo kufikia hatua mpaka ya kujiuzulu kwenda kujisalimisha kwa FARDC. Na pia siri nyingi za Kabila zimetolewa nje na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Unajua kwamba FARDC wao ndio walisibire sana mambo ya Joseph Kabila. Kwa hiyo walikuwa wako kama tunavyojua, askari yeye ni order, anatekeleza order and then anakuwa yuko very very specific. Sasa wakati wa utawala wa Kabila walikuwa wanasikiliza orders na hawakuwa wanauliza swali, lakini kwa sasa hivi madudu yote ambayo alikuwa anayafanya yanakwenda kuwa wazi, yako wazi deja. Kwa hiyo sio mtu tena wa kusema anaweza kuwa protected, anaweza kaheshimika nini. Leo upinzani FCC ya Joseph Kabila, PPRD, wako wanalilia dictature. Wanasema serikali sasa hivi iko ni ya ukoloni, ni ya kimabavu. Ushelewa? Kwa hiyo ndio maana wanataka waiangushe, kwa sababu ni serikali ya kimabavu. Shame on you. Amna taibu kabisa. So ili kuwa kwanza kupata habari zetu ni kulike pamoja na kusubscribe Baraka1 TV. Tuko Facebook pamoja na TikTok, like na follow, na hivyo utakuwa unapata habari zetu hizi kila wakati pale ambako unakuwa uko tayari wewe mwenyewe wakati usha like. Na operation Saidia Mzalendo iko inaendelea tu kama unavyojua, na kazi tuko tunafanya, tuko tunazungukia wazalendo na wanapewa kila ambacho wanastahili kupata. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kusema kwamba tuendeleze hizi vitu kwa pamoja, ili tuone kwamba huko ambako tunakwenda wapi. Na pia tembelea channel tu ya Baraka1 TV na yenyewe pia, ambako tenda kukumbana na vitu vingine ambavyo viko vinaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa ndugu zangu, bila kuwachosha sana, maana wanasema siku hizi tunakuwa tunapiga ile fupi lakini tamu. Fupi tamu, hatuendi masafa marefu, dakika chache tu kisha habari, lakini mtu anakuwa amerizika vya kutosha, amepata full data, amepata mambo mengi. Usinielewe vibaya bwana. So big sana kwa wote ambao mko naangalia Baraka1 TV sehemu zote za dunia, ndugu zetu wote. Kuna kabla ya mimi kusonga mbele, kwanza nataka niweke clear hapa. Mtoto wa Museveni Kainerugaba amewasili jijini Kinshasa kwa ajili ya kwenda kuimarisha cooperation military between FARDC na UPDF kupitia Operation Shujaa ambayo iko inaendelea huko maeneo ya Ituri. Licha ya kiburi ambayo huyu kijana iko nayo, bwana mdogo huyu, nimite bwana mdogo, atajijua bwana. Sawa? Maneno yake ya ajabu ambayo anakuanga anayazungumza dhidi ya majeshi yetu ya Kongo na dhidi ya viongozi wetu. So anakuwa yuko na tabia moja za hovyo sana ambavyo zinawachosha watu. Sasa amekuja kwetu, lakini kwa sababu tupo katika mahusiano ya kidiplomasia, acha aje. Lakini endapo atakuwa na tabia za ovyo, basi kitakachomkuta yeye mwenyewe atajijua. So ndo hilo tu nilitaka nitoe announcement kwa
kwa ufupi aone amepewa honors za kutosha, aje aone Kinshasa jinsi hiko, maana kule kwao tofauti na kwetu bwana. Sasa tukianza na hili sakata, tuanze na upande wa Ituri. Msemaji wa Ituri Gilles Ngongo, anaitwa ni Lieutenant Gilles Ngongo, ameweza kutupea taarifa ambayo inaashiria kazi kubwa ambayo iko nafanyika na FARDC kwa kuwakunguta magaidi ambao waliweza kujitokeza hapa siku za nyuma. Kundi la Thomas Lubanga CRP, Convention pour inaitwa nini CRP c'est Convention pour la Révolution Populaire, ambayo walianza mashambulizi baada tu ya kuweza kula franga za M23, wakajiunga na M23 na hivyo wakafungua hicho kikundi kipya kwa maeneo ya Ituri, kisha kuanza kufanya vurugu ya kujaribu kuangusha serikali ya Ituri. Lakini kule wamekutanana na mkono wa chuma kutoka kwa gavana wa mkoa huo Luboya Kasha Majoni, ambaye yeye yuko determine kusema kwamba makundi yote ambayo yako na bunduki Ituri lazima atakiwa na cha moto, ikompris Zaire na makundi mengine Maimai Kilima, sijui vitu gani wote ambao wako na M23. Sasa takriban wanajeshi ambao walikuja kujisalimisha, huku wakishirikiana na kamanda wao ambaye anaongoza hivyo vikosi, bwana Frank Mugisa Ndahura alias Arali. Alikuja na watu takriban 10 na hivi na silaha hivi, wakaja kujisalimisha, wakasema kwamba sisi tuko tayari kuseu DRC, maana tumechoshwa na kuendelea kukaa maporini na kufanya vitu ambavyo havistahili. So wakapokelewa pale na wakawekwa katika mazingira ambayo unajua mtu akijisalimisha hakuagi na achiwa huru direct. Hapana, anakamatwanga, anawekwa ndani kwanza lock up, anatulia pale, wanamrefresh akili, wanamhoji pale, anatoa maelezo ya kutosha. Kama eleweki sana anabakia jela miezi za kutosha. Akieleweka vizuri, haya tunajua kesi ya kudili naye. Kwa hiyo imekuwa ni nafasi kubwa sana kwa majeshi ya FARDC mkoani Ituri kuweza kufanya kazi kubwa ya kumetrize na kuneutralize magaidi wa CRP. CRP ilikuwa créée apparemment aina tasimwa, ilikuwa créée na bwana Thomas Lubanga. Thomas Lubanga aliwahi kuhukumiwa na mahakama ya kimataifa kwa uhalifu wa kivita huko mkoani Ituri, na baadaye akaachiwa. Baada ya kuachiwa akaja akawa anafanya kazi serikalini katika muungano wa Union Sacrée. Alipogombea ubunge akakosa ubunge. Alipokosa ubunge, njia pekee rais yenye akaona kwamba itamfanya yeye kuweza kuingia madarakani ni kwenda kujiunga na M23 na kucreate groupe armée. Ndio ile ambayo nilikuwa nasema kwamba ili tuweze kudekuraje ba politiciens ya kipumbavu kama hawa, ni kufanya kwamba una create groupe armée yako kwa malengo kwamba baada ya kutia fujo si watakuita twende kwenye maridhiano, kisha baadaye mnaingizwa katika majeshi ya taifa. Wale watu wako ambao wataingia kule wanaingia na vyeo vyao vile. Donc wanakuwa wako wanafanya kazi kutokana na wewe kamanda wao. Unaona? Kwa hiyo kama ni kuiangusha serikali, mtakuwa mnafanya vikao vyenu vya siri jinsi ya kunaweza kuimarisha chama chenu, michango mko mnafanya kwa ajili ya kuweka chama kiendelee kudumu. Hamtaachia kwamba tushaingia serikalini sasa tuache kufanya tena uhalifu moja kwa moja. Hapana, hawaachagi. Lazima kuna mizizi yenye wanachaga kule na wanachaga watu wengine kule porini wenye watakuwa wako wanaendeleza harakati zao. Na ndio maana serikali ikisema kwamba haitaingizaka grupe arme yoyote ile ndani ya jeshi ama ndani ya serikali, hakuna tena watu ambao watakuwa wanaingia porini kwenda kusumbua kwamba diktatiri kwa mingi sijui nini, tuna create group yetu na si kwa ajili ya kuweza kujitetea.
Na kuja kujisalimisha kwake huyu bwana Frank ni moja kati ya pigo kubwa sana kwa Thomas Lubanga, maana huyu ndiye alikuwa kamanda ambaye alikuwa anaongoza vikosi hivyo. Na kitu kingine ni Kivu ya Kaskazini ambako takriban wiki mbili mapigano makali yamekuwa yakiripotiwa hapa na hapa kati ya FARDC Wazalendo dhidi ya magaidi wa M23 Alliance PF Congo pamoja na RDF huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini. Kundi la CMC ambalo linaongozwa na General Dominique Kamanzi wameonekana kuwa na hatua nzuri sana kwenye uwanja wa vita, zaidi sana maeneo ya Bambo, maeneo ya Bukombo pamoja na Tongo. Huko ni maeneo ambako Wazalendo wako wanaendeleza kufanya kazi kubwa sana, na kazi hiyo ndiyo inayowapa heshima na kuwapa nguvu na kufanya kwamba waendelee kusaidia taifa kwa ajili ya kuweza kusimamisha misingi pamoja na mazingira ya taifa liwe kama taifa, ili wajinga ambao wanakuja na maneno ya ovyo wasiweze kupata nafasi ya kuwagawanyisha Wakongomani. Na ndio hapo pia tuchukulie hili swala la majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukisema kuwagawanyisha Wakongomani ni kujaribu kuwafanya hawa wakae huku, hawa wakae huku, hawa na hawa wasielewane, huyu na yule asielewane, huyu na huyu wasielewane. Sawa? Sasa hili lote wanajeshi wao wamechoshwa na tabia za wanasiasa. Unaona? Wanajeshi wamechoshwa na tabia za wanasiasa za kujaribu kuwagombanisha watu, kujaribu kuwatenganisha watu. Unaona? Na zaidi sana bwana Joseph Kabila Kabange maarufu hivyo, lakini kwa majina yake halisi haswa anaitwa ni Hippolyte Kanambe. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamechoshwa na vitendo ambavyo wapinzani kwa sasa hivi wako wanafanya, zaidi sana FCC ya Joseph Kabila Kabange. Unajua ni jambo la kusikitisha sana kuona leo FCC inaweza kusimama na kuanza kutoa somo, ianze kufundisha watu kwamba serikali sasa hivi ni serikali mbaya, ni serikali ambayo iko na upendeleo, ni serikali ambayo inaharibu, haifanyi jambo. Hebu tujiulize, wakati wa utawala wa PPRD, wakati wa FCC, nini kilifanyika ndani ya nchi hii? Kitu gani ambacho wao walikitengeneza ambacho Felix wamekuja kukiharibu? Hakuna kitu ambacho kipo. Na wakati Felix sasa hivi kama tena haiko na shughulikia masuala mengine, kwa mfano tuseme utawala ambao umepita wangetengeneza mabarabara ambayo yanaunganisha DRC yote. Huko na uwezo wa kutoka Uvira leo, kesho uko Lubumbashi. Barabara lami ipo. Kesho yake uko Kishasa. Sawa? Unatembea Uvira na Kishasa takriban siku ngapi? Siku mbili tu. Unalala siku ya kwanza na siku ya pili unafika. Inawezekana. Nchi zingine zote za Afrika, nchi nyingi ni hivyo. Unatoka Kigoma leo, unalala njiani na kesho unafika Dar es Salaam. Just simple. Lakini Kongo huwezi fanya hivyo. Huwezi toka Uvira ufike Kishasa kesho yake. Utafanya miezi mitatu huko njiani. Ushelewa? Miezi mitatu huko njiani, gari iko nazama kwanza matope ni kutoka pale ni mwezi. Sawa? Ukitoka sasa tu utoke Uvira mpaka Lubumbashi kwanza, gari yenyewe inazama mjia kama ni mwezi mzima. Toka Lubumbashi sasa uende maeneo ya upite Kananga, gari inazama mjia tena ingine mwezi. Ingia sasa kamata Kikwiti gari inazama ingine mwezi. Dogo utafanya miezi mitatu au miezi minne huko njiani kutoka Uvira hadi Kishasa. Sawa? Kama leo tena hatuhangaiki na mabarabara. Lakini serikali ya Kabila haikufanya kitu hata kidogo. Haikuacha kitu kwamba kitu cha kudumu kenye mwingine hawezi kuja gusa. Hakuna. Hebu chukulia mfano kwanza wa majengo ya Kibeleji ambayo walituachia zamani. Kuna vitu wa Beleji walituachia mpaka leo hii vipo. Hatuvigusi, ni kuameliore tu kidogo. Sawa? Lakini Kabila yeye hakufanya hivyo. Kisha leo hii ndio iko anakuja anaanza kudanganya Wakongomani na kujaribu kuwapa masomo, aseme unaona huu utawala
wanaongoza nchi vibaya, nchi iko vibaya. Kwanza ukiangalia mikataba yake yeye na Felix Gisi walikubaliana, hakuna faida hata moja ya mkongomani pale. Sawa? Mkongomani hana faida hata moja. Gisi walikubaliana. Tulikaa, tuliongea, tulikubaliana tumpe madaraka kisha sasa sisi wakongomani tuko na faida gani katika makubaliano yenu? Hakuna hata moja. Kwa hiyo wanajeshi wenyewe kama wanasimamia hili swala na kusema kwamba wanachoshwa na vitendo vya wanasiasa ambao wako wana pretend kusema kwamba utawala huu ni wa kimababe, ni wa kibavu, ni utawala wa mkono wa chuma, wale watu ni watu wa kuweka kando kabisa, wala hawafai kuwa katika society ambayo tuko tunaishi. Kwa hiyo mimi binafsi pia na wasupport wanajeshi kwa hii hatua. Ni hatua kubwa sana, na yeyote ambaye ataonekana yuko naongea vibaya dhidi ya serikali ni mtu wa kukamata na kutupa ndani, ndio waamini kweli mkono wa chuma upo. Sio mtu anasema mkono wa chuma upo na hakuna. Waone gisi wako wanafanya Tanzania, gisi wako wanafanya ni wapinzani. Waone gisi wako wanafanya Rwanda, gisi wanafanya ni wapinzani na Uganda. Nafikiri hapo ndio watatia akili kumkichwa. Na asante sana kwa haya ambayo tuko nayo, ndio yote hayo kwa mchana huu wa saa 6. Tukutane saa 9 pia ambako tutakuwa tuna mengine ambayo tutakwenda kuyajadili. Hii ni Baraka1 TV ambayo uko unasikiliza. Mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP.